Kuokoa jamaa mmoja ambaye bado amekwama kwenye vifusi vya jumba lililoporomoka katika mtaa wa South C hapa Nairobi bado inaendelea. Hii ni baada ya mwili mmoja kupatikana Jumapili. Akizungumza na wanahabari, waziri wa masuala ya nyumba na ujenzi Alice Wahome amesema serikali itachukua hatua dhidi ya wote waliozembea kazini, akionya kuhusu kukosa kufuata masharti ya ujenzi. Mwanahabari wetu Haman Kamariki yuko katika mtaa wa South C na sasa tunaungana naye moja kwa moja. Kamariki, wapo unanipata, tupe taswira kamili ya jinsi hali ilivyo katika eneo hilo la mkasa. Asante sana Agnes Gakunga, nikikupata moja kwa moja mubashara kabisa kutoka katika eneo hili ya South C. Nipo hapa, tumekesha hapa, tumeshinda hapa tangia mida ya asubuhi kwa ajili ya kufuatilia tukio hili ambalo linatokea hapa, kwa sababu kuna jumba ambalo lilianguka Ijumaa ya wiki hii kama mnavyofahamu, na jinsi tulivyokuwa tukifuatilia kwa siku chache zilizopita, na kufikia sasa kwamba kuna dalili kwamba huenda mwili wa pili ukapatikana wakati wowote kuanzia sasa au tuseme kabla ya kesho asubuhi, kulingana na wale ambao tumezungumza nao. Ila kwa sasa operesheni ambayo imekuwa ikiendelea imeweza sasa kusongezwa katika sehemu moja sawia sana na kile ambacho kilitokea jana, wakati yale magari ya kuweza kutoa vile vifusi yaliweza kutolewa kwingine na kuwekwa kwa sehemu moja, yani waweze kuchimba pale kutafuta wakiwa na nia kwamba itakuwa ni hapo huenda ndo mwili mwingine ambao umepatikana. Kuna wale pia wametuambia kwamba kuna ishara kwamba mwili huu utaweza kupatikana wakati yote kuanzia sasa kufikia kesho asubuhi, huku ikiwa kwamba jana waliweza kupata mwili mmoja ambao umeweza kuondolewa hapa jana ukapelekwa katika makavazi ya hapa jijini Nairobi. Kwa sasa operesheni bado inaendelea, kwa sababu umesema wataipiga operesheni hii usiku mzima. Mpiga picha wangu anaweza kukuonyesha shughuli ambayo inaendelea mahali hapa. Wakasema wataipiga usiku mzima kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha, na pia wanaweza kuokoa yeyote ambaye labda amelala pale au labda mwili wake upatikane pale wakati wote kuanzia sasa. Maafisa wanasema wanafanya kila bidii kuhakikisha kwamba yule ambaye yuko pale chini, ambaye anaaminika kwamba amefunikwa na vifusi, anaweza kupatikana. Kwa hivyo hilo ni lile ambalo tunasubiri kuona ikiwa litaweza kutokea wakati wote kuanzia sasa, lakini itazidi kujuza. Lakini hapo zamani kidogo tulikuwa tumezungumza na yule ambaye ni waziri wa masuala ya mashamba na ujenzi ambaye ni Alice Wahome, akasema kwamba kuna wale ambao lazima watabeba msalaba. Akawataja wale ambao ni wale walikuwa wanahusika na ujenzi huu, na kusema uchunguzi umeanzishwa na vitengo tofauti vya serikali na wale ambao ni watafiti halisi kubaini kwamba ni nani aliyelala kazini, ikiwa ni ishara kwamba wale ambao walilala kazini, kwa maneno yake Alice Wahome, ni kwamba wataweza kuchukuliwa hatua na wataweza kufunguliwa mashtaka, na hata wale ambao leseni zao zipo zitaweza kuondolewa au leseni zao zitaweza kufutiliwa mbali kwa ajili ya kuwa funzo kwa watu wengine ambao wanaweza kuwa wanahusika na vitu kama hivi. Labda ni kufahamisha tu kwamba kile ambacho kimeweza kutokea wazi hapa ni kwamba jumba hili ambalo lilianguka siku ya Ijumaa saa 10 asubuhi lilikuwa lijengwe hadi orofa ya 12, lakini wale ambao walikuwa wanajenga walipitisha kufikisha orofa 16. Hii ni kulingana na taarifa ambayo tulipata kutoka kwa waziri, na wakasema kwamba yeyote ambaye aliongeza jumba hili kutoka 12 hadi 16 pasi kufuata yale masharti ambayo yamewekwa katika mikataba ambayo walitia sahihi, basi lazima atachukuliwa hatua za kisheria. Kingine cha kufahamisha ni kwamba kuna shule ambayo ipo mkabala na jumba hili ambayo ni shule ambayo imefungwa kwa sasa, Kongoni Primary School au shule ya msingi ya Kongoni, ambayo kwa sasa imefungwa na kusema kwamba itaweza kufunguliwa baada ya operation hii kukamilika. Polisi wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha usalama, na wale wote ambao wanahusika na masuala haya wapo ange kuona kwamba shughuli hii inakamilika. Kwa hivyo kama tulivyokuwa tumetarajia ikamilike leo, huenda si leo, labda tusubiri kesho au siku baada ya kesho, lakini kwa sasa sisi tupo kwa ajili ya kumjuza mtazamaji wetu. Jina langu ni Haman Kamariki na mpiga picha wangu ni Cosmas. Tupo hapa ili kukupasha wewe moja kwa moja kutoka South C. Asante sana mwenzangu Haman Kamariki pamoja na mpiga picha Cosmas kwa taarifa hiyo kwa kina, ambapo ametueleza kwa mtasari ni kwamba shughuli za